shambani, shambani, mazao bora shambani, 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 mazao bora shambani. Aya, twendeni shambani, wananchi tukalime, tusikae mitani, wanawake kwa waume, tusikae mitani, wanawake kwa waume, mazao bora shambani, haya wananchi shime, mazao bora shambani, haya wananchi shime, tusikae mitani, wanawake kwa waume, tusikae mitani, wanawake kwa waume. Karibu wasikilizaji wapenzi wa Radio Enyanya FM. Enyanya FM ni radio ambayo mnafuata toka center ya Miti, ni katika wilaya ya Kabare, ni kwenye masafa 98.2 MHz. Kwa siku ya leo, kama vile umefuata kupitia muziki huu, ni kipindi ambacho tutawaandalia kinachoitwa Mlimo ni Biashara. Mlimo ni Biashara ni kipindi kinachoandaliwa na shirika Kivu Agro Business. Kivu Agro Business CAB maarufu. Kipindi hiki mtakuwa mkifuata kwenye mitambo ya Radio Enyanya FM kila siku ya pili tangu 1:30 hadi 2:00. Basi tawatakia usikilivu mwema. Mazao bora shambani, haya wananchi shime, mazao bora shambani. Kwa siku ya leo kabisa tutazungumzia mambo mawili. Ya kwanza ni kujulisha Kivu Agro Business ni nini, kazi gani anafanya, shirika hili linabaki wapi, nini kabisa linafalia wakaaji wa Kabare na hasa walimaji, sababu kama umesikia kipindi chetu ni Mlimo ni Biashara. Ni kusema ni kipindi kitakacho himiza wakaaji kuhusu mafaa ya mlimo, sababu mlimo ndio maisha. Na katika lugha la mashi wanasema emfuka yo efuka enda. Ni kwa hiyo ndio tazungumzia kwanza, tukijulisha Kivu Agro Business ni nini, anafanya kazi gani, nini kabisa tunatarajia kwake. Kisha hapo tutazungumzia mafaa ya kipindi hiki ambacho tunakiandaa na tunachokianza kwa siku ya leo kwenye mitambo ya Radio Enyanya FM. Kwa utangazaji muniite Jean-Claude Bisimwa. Ninamwalikwa naye anaweza jifahamisha. Asante sana ndugu Jean-Claude. Kwa jina naitwa Mugisho Banga Jean de Dieu. Niko kiongozi kwenye shirika Kivu Agro Business. Nadhani ile atosha. Asante. Na mbele ya ufundi kabisa, mbele ya ufundi tuna ndugu Arsene Kalume. Na mbele kabisa tuingie kinaganaga ndani ya mada yetu, tutaomba kabisa fundi mitambo kututia muziki Uvivu. Uvivu ni muziki wake Maron Commandos.
ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu kumekucha, amka twende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanamke kumekucha, amka wende shule, elimu ndio msingi wa maendeleo. Karate kumekucha, amka wende kazi. Uvivu ni adui wa maendeleo, uvivu ni adui wa maisha. Ndiyo maana tumekuja mbele yenu wasikilizaji wapenzi wa Radio Enyanya FM kupitia kipindi hiki Mlimo ni Biashara, ili tuwazungumuzie kuhusu umuhimu kabisa wa kufanya mlimo katika maisha ya binadamu. Na kwa sasa tunakaribisha Mugisho Banga Jean de Dieu ili atuzungumuzie kuhusu shirika Agro Business. Karibu. Asante sana bwana Jean-Claude. Shirika Kivu Agro Business ni entreprise yenye natumika mu secteur agricole, secteur ya mulimo na ufugo kisijene nesema. Metafauti na zingine ayo inatumika mulimo na ufugo yenye nelekea ngambo ya soko. Njo agro business ile jina tunasema, na njo jina ya Kivu Agro Business. Na Kivu Agro Business inapatikana wapi? Merci beaucoup. Kivu Agro Business inapatikana mu province ya Sud Kivu. Kwa leo Kivu Agro Business ina office mbili ama bureau mbili. Moja inapatikana Bukavu kwenye quartier wanaita Nkafu pa Bugabo. Ingine inapatikana hapa Mudaka, ku centre ya Mudaka, kando kando na IMF Kitumaini. Ndiyo, wasikilizaji nasani wanafuata vizuri. Na sio kabisa, Kivu Agro Business anafanya kazi gani? Kivu Agro Business iko na makazi mengi yenye nelekea mulimo na biashara. Ya kwanza sana sana yenye Kivu Agro Business nafanya ni ile tunaita distribution ya maintrants agricole, pembejeo kwa walimaji na kwa wafungaji. Tunajikaza tuwafikishie zile pembejeo kando kando na mahali kwenye kunakopatikana mashamba kwa saa yenye nafaa,
na kwa bei rahisi kufasilite walimaji kupata ile accès kwa ile maintrant bila kushinda wanazunguruka mbalimbali. Yawani ni kuwarahisisha kabisa, wasizurezurure, wasinde labda mjini Bukavu wala mahali pengine, wapate dawa karibu nao. Ndio. Zile maintrant sasa tunasema ni mambegu ya kwenda kushamba, ni produits tunaita produits phytosanitaire, madawa za kutunza mimea mashamba. Tunakutana tena ndani ya maduka ile, tunakutana ma fertilisant ama mamboleo ya kukulisha mimea ndani ya shamba. Tunapata tena ndani madawa za kutunza wanyama kwa wafungaji, na tunapata tena yenye tunaita machakula ya manyama ama provende yenye iko ndani, na tunapata tena equipement ndogo za kusaidia mlimaji na mfungaji mwenye kupatikana ndani ya village zetu tuseme. Na kabisa wanani ndio wanahusika zaidi na mambo hii Kivu Agro Business kufuatana kazi ambazo unafanya? Wenye wanahusika Kivu Agro Business iko na equipe ya ba technicien wa mingi, ni ba agronome na wengine ni ba veterinaire wenye kupatikana kwenye shirika Kivu Agro Business, na tuko pia na bengine ba ma science mbalimbali. Tuko na ba geologue, tuko na ba economist wenye tunatumika nabo makazi mbalimbali. Asante wasikilizaji wapenzi, mnafuata kama Kivu Agro Business ni shirika ambalo linakuya kwa ajili yako wewe mlimaji, kwa ajili yako wewe mfugaji. Ukiwa na lazima ya mbegu, ukiwa na lazima ya dawa fulani, ukiwa na lazima ya mafundisho, utaipata kwenye Kivu Agro Business. Tujulishe kidogo Bwana Jean de Dieu, nini kabisa wanani ambao kuna wafadhili ambao mnatumika nao au vipi? Kwa leo hakuna, tuna wafadhili njo partenaire. Nasema wapartenaire wale ambao mnahusiana nao, si lazima wale wanaweza kuwapatia mchango fulani wa kipesa, lakini wale ambao mnahusiana nao ndio sasa. Kwa leo tuko na wapartenaire wengi tunatumika nao, tunatumika surtout na wapartenaire wafadhili wenye nao biko mlimo, mkazi ya mlimo. Pale tunaona shirika sawa ITA, tunaona ICB par exemple, faculté agronomie ya ICB tunatumika nao. Tunaona ma projet mbalimbali, projet sawa za Feed the Future. Tuko na wengine wanaitwa Landolax Venture 37 tunatumika nao, tuko na ma projet nao, na tuko na wengine kadhalika ni wengi sana wenye wako mlimo wenye tunatumika nao, na wengine wanapenda tutumike nao msiku zijajo. Asante. Najua walimaji wa matunguu, walimaji wa tomati wanaopatikana hapa miti na kando hapo Mudaka, Bushumba, sijui mali pengine, najua wanafuata kipindi hiki kwa makini, sababu kipindi hiki kinawahusu zaidi. Na kwa fursa hiyo tunataka kuwajulisha kama mnaweza hata kutuandikia ujumbe fupi ikiwa kabisa mna jambo la kuuliza. Tunatamani mtuandikie ujumbe fupi kutujulisha mnatufuata mahali gani. Kama wewe ni msikilizaji wa Enyanya FM, unafanya kazi gani katika maisha? Unafanya mlimo, unafanya ufugo, unafanya kitu gani? Na kabisa mkipenda kutuandikia, ebu namba ni hii 097 2 3 4 5 6 93. Narudilia
097 2 3 4 5 6 93. Ikiwa una ujumbe fulani, tujulishe unatufuata tokea wapi, unafanya nini, na utujulishe kipindi hiki ambacho tunaanza leo. Sijui unakisikiaje, unatamani tuzungumzie mambo gani, unatamani tufanye kipi kwa ili kabisa tusaidie mlimaji kuboresha mlimo wake. Jean de Dieu, umetujulisha Kivu Agro Business ni nini. Tunatamani sasa utujulishe kwa nini kipindi hiki. Hebu msikilizaji, tunatamani ujumbe fupi, yani SMS. Usibip, usiite, lakini utume SMS na tutaipokea na tunaweza kuisoma labda kabla tumalize kipindi hiki. Karibu Jean de Dieu, sababu gani kipindi hiki kwenye mitambo ya Enyanya FM? Asante bwana Jean-Claude. Mbele ya kuendelea tulisema ndarudilia tulisema kama tunafanya distribution ya maintrant. Pale tuko na maduka ya maintrant agricole. Ndio. Mais haiko ile tu, tuko na kazi zingine nyingi zenye tunafanya production ya maplantule, maraîchère, fruitière na agroforestière. Tunafanya tena production maraîchère, vivrière. Tunafanya yenye tunaita kuzidisha mbegu, multiplication ya masemence. Tunafanya ingine kazi yenye nelekea ufugo ni kutengeneza makuveuse yenye kutumika na courant ya SNEL wala ma photovoltaique, mapano solaire. Na tunafanya mufugo, tunafunga kuku, tunafanya ye tunaita distribution ya mageniteur kwenye wanapenda, kama unapenda upate kuku, sungura, dende, nguruwe, mbuzi, ngombe ya rasi mzuri, unaweza tukontakte na tutakurahisisha. Tunafanya également formation. Tunafundisha wala tunafunza watu wenye wanapenda kujiangaje mu mlimo na mufugo. Tunawaencadre na tunawafundisha, tuko na mafundisho mbalimbali juu ya ile, na tuko na vingine wengi. Nadhani tukingali tapata wakati ya kuenda na virudilia masiku zizajo. Alors, kurudilia ulizo yako, kwa nini emission mulimo ni biashara ku radio Enyanya FM? Tuliona tusogele wateja wetu, tuwasogele, tujijulishe kwenye wako, tujulishe kazi gani tunafanya kwa client wetu, kwa wateja wetu. Alors tuliona radio ni namna moya, tunatumikisha namna za mingi, mais radio nao ni amana kubafika habari bafikie, kuatteindre wale wa client wetu. Na hapa tunagusia surtout, tunatia accent sana kwa walimaji, kwa wafungaji, kwa étudiants, kwa wanafunzi wa secondaire, kwa ONG, kwa OP par exemple, kwa coopérative, bale njoo wenye na wengine, bale njoo wenye tunajikonsentra kwa sana. Tuliona tuwasogele. Radio ni namna ya kusogelea wale wateja wetu ili watujue zaidi. Na ingine kama tunafanya hii kipindi, hii emission ni juu ya kusensibiliser na kuinformer walimaji na ufungaji kuma bitu yenye nelekea mulimo na biashara. Bitu nelekea mulimo na biashara, lakini pia mafaa ya mlimo, sababu asiyelima hufa umaskini, wasemavyo wahenga. Mlimo ndio baba, mlimo ndio mama. Ni kupitia mlimo ndio wazazi wetu hata wametusomesha. Ni kusema kama ni amana kabisa mkaaji, mlimaji ashote mafundisho kupitia kipindi hiki, namna gani ataendesha mlimo wake, ili kabisa mlimo huu ugeuke biashara, upate kumpatia pesa, apate kulisha jamaa
apate kusomesha watoto, apate kufanya kazi zingine za maendeleo kwa mafaa ya jamaa yake. Kivu Agrobusiness kupitia kipindi Mlimo ni Biashara. Msikilizaji mpenzi, nasikia natamani natumania kwamba unafuata kipindi hiki kwa makini, sababu kitakufalia mahali pote pale unapopatikana. Ebu fundi mitambo, muziki kidogo, sababu tunakaribia polepole mwisho wa kipindi. Jiepushe na uvivu wewe, tujenge taifa. Ndugu yangu umekuja, amka twende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu umekuja, amka wende shule. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Karate umekuja, amka wende kazi. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Asante bwana Arsene Kalume kwa kibaba hiki cha muziki. Wasikilizaji, unasikia sababu gani tuchagula muziki huu? Sababu usipotumika hufa maskini. Uwe karani, uwe sijui mwalimu, uwe sijui mtu gani, tunatumia chakula, na chakula tunachokitumia kinatoka katika mlimo, kinatoka katika jembe. Ni kusema kama sote tunahusika na mlimo, sote tunahusika na kazi, na wanasema kipindi Mlimo ni Biashara. Kabla tumalize kipindi, nimepata ujumbe ambazo wamoja wameandika. Sijue Jean de Dieu, sijue kama unaweza soma ujumbe fulani ambazo tumepata. Hapa tuna SMS ya bwana Pascal Kimon Pamiti. Anasema iko kiongozi wa kikundi ya vijana Jeunesse Solidaire de Kabare JSK. Napendaka sana CAB ni kusema Kivu Agrobusiness. Nina haja ya kuzungumuza hata na viongozi juu ya partenariat agricole. Tunalima tomate, nyanya na lengalenga. Haya. Asante sana. Asante Pascal Kimune, Pascal Marigane Kimune, upali unatufuata. Tunapokea ujumbe wako na tunasema karibu. Tayari umepata namba hii, na hii namba itakuresha kabisa kukutanana na kiongozi wa Kivu Agrobusiness. Tuna SMS ya mwingine anasema, jambo mwalimu, tunafurahia hii mada ya mlimo sana. Ningependa nijue aye njo tunawezi pata mbegu ya matungulu na tomate. Tunapendaka mlimo sana. Ni Munganga Batachoka Maeshe Olivier kutoka Kalonge, na mina salimia iko emission kusalimia. Asante. Okay. Asante ndugu toka Kalonge. Tunachukusha kama kuna office pa Mudaka, kuna pia office hapa Miti. Ukifika utapata mbegu hiyo. Tunakusalimia hapo pa Kalonge na wote ambao wanatufuata. Kwa wale wengine tunakumbusha kama namba zetu ni 097 2 3 4 5 6 93 097 2 3 4 5 6 93. Karibu kabisa kwa ujumbe wenu na mtapata jibu kwa swali zote mtakazo ziuliza. Jean de Dieu, sijue kama unaweza kurudia kidogo mambo tumezungumzia kwa faida ya msikilizaji. Leo tulizungumzia kuhusu Kivu Agrobusiness na objectif ya emission hii. Unaweza pia kurudia kwa sekondi chache tu kabla tuhitimishe kipindi. Kwa machache tunasema Kivu Agrobusiness ni societe entreprise, ni shirika yenye inafanya mlimo na ufugo
yenye inaelekea biashara, agro business. Alors tunapatikana pa Bukavu na Mudaka kuko office. Ingine tulisema kama tunafanya distribution ya maintrant, tunafanya encadrement ya walimaji na wafungaji, na ingine makazi mbalimbali zinaelekea mlimo na ufugo yenye kuenda kusoko. Na tunakumbusha tena maana ya hii emission ni kusogelea wateja wetu, kubarapprocher, kuwasogelea tuyue namna gani bana evolue. Ni kanal moja ya communication tunatumikisha, na tunaongeza kuzingine ze tunatumikishaka juu ya kusensibiliser na kuinformer wale walimaji na wafungaji ku mambo yenye inaelekea agri business. Asante sana. Msikilizaji mpenzi, ukitaka mbegu nzuri pita kwenye Kivu Agro Business. Ukitafuta kuku ya kufuga kuku nzuri pita kwenye Kivu Agro Business. Ukitafuta mafundisho ajili ya kuboresha mlimo wako, ajili ya kuboresha ufugo wako, pita kwenye Agro Business, na hapo kabisa hautakuwa desu. Hapo kabisa utafaidika na itakusaidia kuboresha mlimo, itakusaidia kuboresha ufugo, itakusaidia kuinua uchumi wa jamaa, sababu Kivu Agro Business ni shirika ambalo linataka kuinua uchumi wa jamaa, na ni kwa maana hiyo ndio tumeandaa kipindi hiki, mlimo ni biashara, mlimo ni business. Na wewe ukipenda kabisa upate faida kupitia mlimo wako, ebu karibia kwenye Kivu Agro Business. Wamekwambia, umesikia, kuna office mjini Bukavu, kuna office mjini hapa pa Mudaka, ni katika tarafa Kabare. Lakini pia ukitaka dawa, ukitaka mbegu, fika kwenye center ya miti na utapata mafasirio zaidi na utarizika kwa yote ile ambayo unayohitaji. Sasa ni 2:00 kwenye mitambo ya Enyanya FM, na ni mwisho kabisa wa kipindi hiki. Ni kipindi Mlimo ni Biashara, kipindi kinachoandaliwa na Kivu Agro Business. Ni kipindi mtakuwa mkifuata kwenye mitambo ya Enyanya FM kila siku ya pili tangu 1:30 hadi 2:00. Ikiwa kabisa umerizika na kipindi hiki, tumekupatia namba yetu, utaendelea kabisa kutuandikia ujumbe fupi na utakuwa ukipata mafundisho zaidi. Kwa utangazaji uniite tena Jean-Claude Bisimwa, na tulikuwa na mwalikwa Jean de Dieu Mugisho Banga. Asante sana mzazi mpenzi, na tuonane kwa kipindi kijacho siku ya pili ijayo kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye. Sakwenda kazi, uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu umekucha, amka twende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanamke umekucha, amka wende shule. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Karate umekucha, amka wende kazi. Jiepushe na uvivu.